Bwana, maoni ni mengi kutoka kwa mashabiki wa mwanamuziki Harmonize kwamba kwa nini mpaka sasa hivi ahadi ambazo Harmonize aliwaahidi mashabiki zake kwamba huu mwaka ana makolabo makubwa na wasanii wa huko mbele akiwemo Nicki Minaj na baadhi ya wasanii wengine wakubwa kutoka nchini Marekani. Nini ambacho kinakwamisha mpaka sasa kuna ukimya? Harmonize hasemi chochote na tupo mwezi wa 5. Karibu meneja Dingano. Albamu ikishatoka utamjua Nicki Minaj yupo au Diamond yupo, Mbosso yupo au Mario yupo. Kwa sasa hivi chini ya carpet. Unadhani labda kwa mtazamo wako Diamond anaonaje the way Harmonize anavyokimbiza albamu nyingi na achia? Ametoka kuachia mwaka jana albamu ya muziki wa Samia na sasa hivi anaenda kwenye albamu ya 6. Kwa ungejisikiaje? Dada ungejisikiaje? Kwamba Diamond anaumia. Ungejisikiaje? Au wewe fans unamwambiaje? Au sio bana? Asante kwa kuichagua QTV Tanzania. Kwa kwanza kutazama video zetu kwa kubonyeza subscribe button nyekundu hapo chini ya screen yako, kisha bonyeza alama ya kengele itakayojitokeza. Yes, bwana, aliyoko mbele yako ni meneja Dingano, anakwenda kuzungumza baada ya maoni kuwa ni mengi kwamba mwanamuziki Harmonize kwa sasa zile ahadi ambazo aliwaahidi mashabiki zake kwamba kolabo za kimataifa zitakuwa ni nyingi kweli kweli. Kama ulivyoona kipindi kile mwaka jana, Harmonize aliweka picha kwenye Insta story yake akasema kwamba kuna ngoma na Chris Brown. Nadhani wengi mnafahamu kabisa hilo. Sasa maoni yamekuwa ni mengi kwamba kitu gani ambacho kimekuwa kimferisha mwanamuziki Harmonize kutimiza ahadi ambazo amekuwa akiwaahidi mashabiki zake kwenye mitandao. Mwisho wa siku ahadi zinashindwa kutimia. Dingano huyu hapa anakwenda kuzungumza kwenye PTV Tanzania. Je, Harmonize alishindwa kufanya ngoma na Chris Brown? Lakini pia Harmonize aliwaahidi mashabiki zake kwamba kuna ngoma na Nicki Minaj. Mwisho wa siku mpaka sasa siku zinazidi kwenda na sasa hivi tunakwenda mwezi wa 5, hakuna dalili yoyote ya mvua kunyesha, yani kwamba kolabo kati ya Harmonize na Nicki Minaj, yani wasanii wa huko mbele. Dingano huyu hapa anakwenda kujibu kila kitu ndani ya PTV Tanzania. Bwana Dingano, hali gani? Bwana, maoni ni mengi kutoka kwa mashabiki wa mwanamuziki Harmonize kwamba kwa nini mpaka sasa hivi ahadi ambazo Harmonize aliwaahidi mashabiki zake kwamba huu mwaka ana makolabo makubwa na wasanii wa huko mbele akiwemo Nicki Minaj na baadhi ya wasanii wengine wakubwa kutoka nchini Marekani. Nini ambacho kinakwamisha mpaka sasa kuna ukimya? Harmonize hasemi chochote na tupo mwezi wa 5. Karibu meneja Dingano. Si mwezi wa 4. Bado zimebaki kama siku 5 hivi tumalize mwezi kwenda mwezi wa 5. Hata kama ikawa mwezi wa 6 mwaka hujaisha. Ukishaisha mwaka njoo na swali lako. Dalili hazionekani kwa Harmonize kwamba kuna collab za nje zinakuja. Kwa sasa hivi no comment kwa hilo. Kwani Me Too inafanya kitu gani? Me Too. Tunazungumzia collab alizoahidi za nje. Me Too inafanya nini? Tuzungumzie nyimbo, tunazungumzia collab. Me Too inafanya kitu gani mitandao? Kwa sababu hiyo ni nyimbo moja, hiyo ni nyimbo moja. Collab sawa bana, wakati kuna nyimbo inafanya vizuri zaidi ya collab. Ushanielewa? Bana Boy ana nyimbo ni mzuri kuliko zaidi za collab. Wizkid ana nyimbo mzuri au David ana nyimbo mzuri kuliko hata nyimbo za Chris Brown. Naangalia upepo, tuwezi kukurupuka tu kama wewe unavyotaka au kama huko anakokurupukaga. Furaha inafanya kazi vizuri. Me Too inafanya kazi vizuri. Unataka tuweke kitu gani tena hapa? Tunaacha mashabiki kwanza wafurahie, baada hapo kila kitu kitakuwa sawa, kwa sababu bado mwaka ni mapema. Hata wewe katika mafanikio ya mwaka usisabie mwezi wa 4 au wa 5. Kuanzia mwezi wa 6 kwenda wa 7 ndio anakuja mafanikio ya ndoto zako ambazo umeziahidi. Uweze kuniambia Januari, sijui mwezi wa 2, wa 3, wa 4, ndoto zitimie kwa style hizo. Harmonize amenyamaza, asemi chochote. Sasa nataka azungumze nini? Muda sitaongea. Harmonize mara nyingi anafanya vitendo, apige kelele. Alishaahidi, atumshamsikiliza. Chama itaongea, muda bado. Yes. Aliweka picha ya Chris Brown mpaka kwenye dopu ya Instagram. Sasa unanyurudisha mwaka jana. Hayo mambo yashaelea. Ndio alivyoahidi mwaka jana, sio mwaka huu. Sasa hayo mambo ya DP ndio bana yahusiana na mambo ya collab za nje. Alimaanisha kwamba nimemweka Chris Brown kwenye DP, ni dhahiri kwamba kuna ngoma nitakuja nifanye naye. Wewe ndio alikwambia? Insta stories aliandika Harmonize. Insta story ya kuandika hivyo unavyoongea hapa sasa hivi. Yaani rudi tena kwenye Insta story yake aliandika. Unakanusha alichoweka wazi Harmonize? Sasa nakanusha mimi au wewe?
Albamu ikishatoka njoo niulize maswali yako. Yes. Kwa hiyo Nicki Minaj kama kawaida yuko ndani. Albamu ikitoka njoo niulize maswali yako. Labda miongoni mwa wasanii kutoka Marekani, nani na nani yuko ndani, yani kwenye album ijayo ya Harmonize? Albamu ikishatoka nitakuelekeza. Au albamu ikishatoka wewe mwenyewe utaona. Unaweza kutudokeza pia? Nimekuambia sio mtu wa ndani kuhusu albamu. Kwa hiyo itakuwa nimefanya makosa sana kuzungumza ni msanii gani na msanii gani na msanii gani atakuwa kwenye albamu. Kwani wewe meneja wa nini pale Konde Gang? Kwani Harmonize mwenyewe ameshakwambia kwenye albamu yangu kuna hivi na hivi na hivi, au Sam kwenda kumuuliza? Hizo ni siri za ndani, sasa unaanzaje kuzitoa sasa hivi kabla bado muziki hujaondoka? Yaani kuna vitu huwezi kuongea. Hata Sam mwenyewe kuna vitu, hata Sam ukimuuliza kuhusu albamu hawezi kuzungumza. Kwa hiyo umewekewa mipaka Dingano. Kila mtu ana mipaka yake kwenye maisha. Wewe una mipaka, una maisha. Kuna familia yako una mipaka. Yaani mimi siko ndani. Sam mwenyewe ukimuuliza maswali hapo ya albamu anakuambia no. Hainihusu. Sawa, kwa sababu ni kitu ambacho kipo ndani, hakijatoka. Kikishatoka ndio tuje kuulizana maswali kwa sababu kila kitu kinaonekana. Sasa kama mzigo hujaonekana, albamu haijatoka, nitakwambiaje kwa Burna Boy, kwa Nicki Minaj, kwa Chris Brown? Je, ikitoka na watu hawapo sionekana mwongo? Kwa hiyo tusubiri mzigo utoke. Baada hapo tutakuwa na maswali mengi ya kuulizana. Lakini Burna Boy ndani, Nicki Minaj ndani ama albamu ikishatoka tutakuwa na maswali mengi na mazungumzo mengi ya kuongea mimi na wewe. Kwa sasa hivi no comment. Kwa hiyo unaogopa kuvujisha? Sio naogopa kuvujisha. Hizo ni siri za kambi. Labda unavyoona albamu ya Harmonize ya safari hii, mapokeo yake yanaweza yakawa ni makubwa kiasi gani? Maana kama hivyo unavyozungumza kwamba makolabo wasanii wakubwa wako ndani. Harmonize hajaje kutuangusha. Yes, na naamini albamu itakuwa kubwa zaidi ya zote. Yeah. Ukubwa wake ni nini? Ikishatoka. Yes. Okay. Wasanii wa ndani wako ndani ama? Wapo. Wapo. Diamond yuko ndani, maana ndo big huyu. Albamu ikishatoka. Utajua Diamond yupo au Mbosso yupo. Mbosso ndani ya albamu ya Harmonize. Albamu ikishatoka utamjua Nicki Minaj yupo au Diamond yupo, Mbosso yupo au Mario yupo. Okay. Kwa sasa hivi chini ya carpet. Sawa. Kwa hiyo ukiniuliza swali kuhusu albamu nani yupo, nikalopoka hapa, itakuwa kidogo kama nimeikosea nini brand ya watu, kwa sababu ni vitu ambavyo sitaki kuzungumza. Umesoma? Kwa hiyo albamu ikishatoka tutazungumza, tutakuja kuulizana mbona babu kulikuwa na hivi na hivi na hivi, mbona iko hivi, mbona iko hivi, mbona iko hivi. Tuwekana wazi. Lakini kwa sasa siwezi kuongea mambo ya chini ya carpet. Aza utakuweka wazi kabisa. Mambo ya siri za watu tunazitoa nje za nini sasa? Mashabiki wana hamu sana kusikia Dingano, unawaambia kinachoendelea Konde Gang. Yeah, of course, lakini shabiki amu yake asongeshe tu. Albamu inakuja karibu. Nadhani ndani ya wiki moja mbele albamu inatoka. Labda ngoma ngapi umo ndani kwenye albamu ijayo? Maana tuliona Harmonize alizungumza kwamba albamu ya amu hii wende kwa on fire kinoma noma. Ngoma ngapi umo ndani? Kuna ngoma zaidi ya 20 kwenda mbele. Labda collab chini ya carpet. Wewe umetaka ngoma na mkwambia zaidi ya 20 kwenda mbele. Labda aina gani ya muziki ambao Harmonize ameimba kwenye hiyo albamu ijayo? Na umezungumza kwamba huenda Diamond yumo, Mbosso yumo na baadhi ya wasanii wengine. Kama Mbosso yupo au Diamond yupo, sijazungumza hivyo vitu. Sawa, nimekuambia subiri albamu itoke utawasikia kama wapo. Sijazungumza kama watu wapo. Mbona lazimisha kwamba nimezungumza? Vipi? Kuna nini? Mimi sijui kama kuna nana. Mimi najua kuna nyimbo 20 kwenda mbele. Kuna mnazi, kuna mti, albamu ikishatoka. Ushansoma? Kwa hiyo sijazungumza kama watu hapo na nitajia hapo. Ngoma ngapi ambazo Harmonize ameziimba za mapiano kwenye albamu ijayo? Hamna mapiano. Ni bongo flavor. Kwamba Harmonize amevuka kwenye mapiano? Mapiano tumepiga mengi sana. Kwa hiyo hamna piano mla safari. Kuna bongo flavor, Asia na dunia tu. Okay. Yes. R&B kama kawaida. Yes, ndio muziki wa bongo flavor. Bongo flavor ni bongo flavor, R&B, kuna hip hop kidogo, kuna wasanii na hip hop wapo. Sawa bana, wa ndani wapo, wa nje wapo, Nigeria wapo, Kenya wapo, Uganda wapo, mix tumemix. Yes, tumeenda hadi Cameroon safari. Okay. Kwa hiyo kuna msanii wa Cameroon yuko ndani. Tumeenda hadi Cameroon. Yes. Okay. Vipi kuhusu Eddie Kenzo? Yule wa Uganda, maana tulipo. Kuna mipango yetu. Okay. Yes. Kwa hiyo Eddie Kenzo kwenye albamu ya Mwi hayupo. Hayupo kwenye mipango yetu. So hayupo kwenye albamu hii. Tumeshafanya kazi na kufanya kazi. Akihitajika tutamuita. Lakini kwa safari hii hatujamhitaji. Okay. Lakini muda mrefu umepita tangu Harmonize na Eddie Kenzo waachie ngoma ile ya Imebana. Of course, ni kweli. Nasema inabana. Unakumbuka ile? Muziki kama bidhaa. Yes. Chumvi ikihitajika kwake tutainunua. Okay. Lakini chemistry ya Harmonize na Eddie Kenzo unaona mpaka sasa hivi bado ipo au sasa hivi kama imepungua? Ipo, wanapiga story, wanawasiliana fresh. Ndio maana nimekuambia ikihitajika chumvi au limau tutainunua. Yes.
Okay. Unadhani labda kwa mtazamo wako Diamond anaonaje the way Harmonize anavyokimbiza albamu nyingi anaachia, ametoka kuachia mwaka jana albamu ya muziki wa Samia na sasa hivi anaenda kwenye albamu ya 6. Kwa ungejisikiaje? Ndio ungejisikiaje? Kwamba Diamond anaumia. Wewe ungejisikiaje? Au wewe fans unamwambiaje? Juzi umeniuliza swali hapa. Ndio. Kwa Davido yuko na Chris Brown anaandaa nini? Album. Yeye yuko Nigeria na wao, ndio? Nilikwambia nini? Kwa kitu kuna time. Time yake ameenda kuoa na kufuta watu machozi. Watu wa Marekani wanaandaa album. Kwa hiyo kila mmoja anapanga kile alichochagua. Yes. Okay. Lakini ukimwangalia Harmonize na ukimwangalia mwanamuziki Diamond Platinum, kama hivyo tunavyoona michuano ni mikali kati ya Diamond na Harmonize, yupi ajishushe amfuate mwenzake, wakae chini wakubaliane, waweke mipango sawa, kisha waachie ngoma ya pamoja, na hiyo ngoma iwe ya nani? Iwe ya kwanza. Kwanza hamna mtu kukubaliana, sisi hatuna makubaliano na uchafuni. Makubaliano tu sisi mpaka waturudishie milioni 600. Tofauti na hapo basi muziki uendelee. Yes, kila mmoja aonyeshe uwezo wake. Sababu muziki unaongea kitaa. Yes, wamechukua milioni 600 zetu. Sawa, na sisi tunapiga kazi zetu. Sawa, na wao wanapiga kazi zao. Sawa, mafans na kitando kinaongea nani mkali. Yes. Lakini sisi bado na yeye, ukaribu na yeye hatuhitaji na hautokuwepo. Yes. Sababu tayari ameshatuchukulia la yetu. Arudishe milioni 600. Nini makolabo ya kuwepo na tutamrudisha mjini. Okay. Goma moja tunamwezea anarudi mjini. Yes. Okay. Lakini kumekuwa na maswali mengi sana. Nadhani ukipita mtandaoni kumekuwa na maswali mengi kweli kwamba kati ya Diamond na Harmonize ikitokea wakifanya ngoma ya pamoja, yupi ambaye anaweza kutisha zaidi? Harmonize. Harmonize chukua kwa Ngwalu, watu wako kule, sikiliza kwa Ngwalu. Nani kafunikwa? Chukua kwa Ngwalu, nani kafunikwa? Chukua bado, nani kafunikwa? Bado tunaanza pale kutafuta hela. Nani kafunikwa? Chukua kwa Ngwalu hapa, nani kafunikwa? Sawa. Sababu anaweza anaandika. Sawa? Anaandika mzuri. Kwa hiyo mtu yote anayejua kuchora mzuri, anayejua kuchora muziki mzuri, lazima aende hata kama collab gani ukimshirikisha atakufunika kwa sababu si anaongea vitu ambavyo vipo. So unashirikishwa unaandika unaimba chomeka chomoa nini sasa nani ataelewa. Lakini Harmonize umsikii kuna makolabo anaandika za ngoma za ajabu. Okay. So kwa lazima ujue kabisa kwamba mchuano huo ukiwekwa hapa Harmonize anaondoka na ushindi tena kwa 100% kwa sababu ya artist yake anajua kuandika. Huyu hajui kuandika. Huyu jamaa anaandika nyimbo tu za biashara kurukaruka siku 2 siku 3 zimeisha. Yes. Okay. Kwa hiyo album ya awamu hii tutegemea labda tuzo ndani ya album. Mwenyezi Mungu akipenda kila kitu kitakuwa sawa kwa sababu tumeshaahidi toka mwaka jana kwamba tutafanya nini huu mwaka na mwaka ukishukutu. Yes. Au sio bana? Asante Kwa kuichagua PTV Tanzania. kwa kwanza kutazama video zetu kwa kubonyeza subscribe button nyekundu hapo chini ya screen yako, kisha bonyeza alama ya kengele itakayojitokeza.